vihatua viwili kutoka hivi kwenda huku nyuma, unakuta ndo mzunguko huwa namba 3 kwenye C sharp 1 2. Umeona? Haya, twende tukapiga kwenye key nyingine. Labda twende kwenye key A. Hapa nafikiri hujaelewa. Ngoja nianze tena. Unaona hapa niliposhika? Ukihesabu vihatua viwili kutoka niliposhika hapa nilipoanzia kwenda nyuma, unakuta ndo mzunguko wa namba 3 kwenye key A. Hatua ziko wapi? 1 2, ndo huu hapa. Unaona ndo mzunguko namba 3. Hapo nafikiri umeshaelewa. Kuna minor chords, yani kuna minor chords ambazo yani zinaweka ladha nzuri sana kwenye muziki. Kwa mfano, nikapiga wimbo huu kwenye C sharp labda. Hii hapa. Au nipige kwenye C original. Sasa kuna labda nikapiga labda kama muziki fulani hivi ka hapa niliposhika labda ngoja ni run kwenye scale kwenye octave juu kidogo. Sasa angalia hapa ninapoenda. Unaona hii kodi niliyogusa hapa. Sasa angalia hii kodi. Ili niende kwenye mzunguko wa namba wa pili wa C original, nitaigusa hii kodi kwanza. Wa pili wa C original. Sasa utajuaje kwamba nilichokuwa nakwambia ni kweli? Angalia hapa nilipogusa. Unaona hapa nilipogusa hapa. Angalia button niliyoishika hapa, hii. Kwenye mkono wangu wa kulia hii hapa. Umeona? Hii button hii hapa. Hesabu kutoka kwenye hii button kwenda mbele upande wa huku. Kuna hatua ngapi au unaruka button ngapi ndio unaikuta C original? Ukihesabu kwa vizuri unakuta kutoka kwenye hii hapa 1 2. Aha. Maana yake hata kwenye F sharp nako mfumo ni huo huo. Sasa sikiza hapa nipige C, alafu uone hapa nitakapopiga. Hapa utahesabu 2 unaikuta C. Na tutapiga na key nyingine na nyingine ili tuweze kuelewa vizuri zaidi. Sasa hapa kwa mfano nikapiga hapa niliposhika hapa. Kutoka
kwenye hii hapa kuna 1 2, umefika kwenye nini? Kwenye C original. Sasa ngoja, si nilikuwa napiga kaka muziki ambacho kanalia. Umeona? Sasa haka muziki nako nitakapiga kwenye F sharp. F sharp ni hii, iko wapi? Hii hapa. Umeona hicho kitu nilichokipiga? Umeona hapa? Hii button hii hapa. Sasa hesabu kutoka hii hapa kwenda kwenye F sharp kuna hatua ngapi? Kuna hatua 2 kama kule kwenye C tulivyokuwa tunafanya. Ukihesabu kutoka kwenye hapa 1 2, umekuta F sharp tayari. Umeona? Kwa hiyo hatua hizi kama ni 2, maana yake ni kwenye kila key. Ukitaka kupiga namna hii ambayo muziki unakuwa unasikika, lazima utahesabu vya hatua viwili kutoka kwenye key yako original ambayo unaipiga. Hiyo vya hatua viwili kwenda nyuma. Yaani running scale yako inakuwa inaenda nyuma. Kwa mfano sini hii hapa, unahesabu hatua 2 pap. Hapa ndipo utakapopiga. Unagusa hii hapa kodi zake za hii key. Hapo ndo unarudi kwenye mzunguko wa pili kwenye F sharp yenyewe sasa. Kwa hiyo hapa kwa mfano tunataka tukapiga key nyingine, A labda. A iko wapi? A ni hii hapa. Ukitaka ufike kwenye ile namna, tusema unahesabu hatua 2 kutoka kwenye key yenyewe kwenda upande wa nyuma au kwenda running scale ya negativity. Kwa kama utahesabu hatua 2 au hatua button 2, maana yake utahesabu kutoka kwenye hii hapa kwenda nyuma hatua 2 au button 2, ndio key ambayo utaipiga. Kwa mfano umeona? Kwa nini hii hapa ukihesabu kutoka kwenye hii hapa mpaka kwenye key A yenyewe unakuta kuna vihatua viwili kama tulikuwa tunafanya kwenye keys zingine. 1 2, A tayari ushaikuta hii hapa. Umeona? Kwa hiyo kumbe ina maana hiki kinanda hakuna key ambayo yenyewe ni nzuri zaidi kuliko zingine. Wala hakuna key ambayo yani yenyewe ina utamu zaidi kuliko zingine, hapana. Ila ni upigaji tu wa mtu. Labda tujaribu kwenye B flat. Angalia kwa nini Unaona hapa? Ukihesabu hiki hapa mpaka kwenye B unakuta kuna hatua ngapi? 1 2, B flat hii hapa. Kwa kwenye key yako yote ukitaka kupiga muziki wa namna hii ambapo nilikuwa na ulaza kwa namna hii, lazima uhesabu batani 2 kutoka kwenye batani ya key husika ambayo unapiga. Kwa mfano labda tufanye labda napiga key G. Key G au A flat. G sharp au A flat. Unaona hii hapa? Maana ni hiyo ishika hii. Hakikisha unayoishika pia unashika na groove zake au unashika na kodi zake zote huko. Umeona? Kwa hiyo ukiangalia kutoka kwenye hii hapa mpaka kwenye G, G ni hii hapa ambayo unaipiga G sharp. Ukitoka kwenye hii hapa kuna vihatua vingapi? Viwili tena, 1 2. Kwa kwenye kila key ambayo unakuwa unapiga, ukitaka kupiga muziki wa kulaza kama hivi,
lazima uhesabu hatua mbili au vibatani viwili kutoka kwenye key husika kwenda nyuma ambavyo unaviruka ili kupiga hicho kitu ambacho unakitaka kama hiki hapa. Nafikiri hapo umenielewa. Kwa hiyo wewe ambaye bado unajifunza, usije kaaminishwa na mtu kwamba eti key F sharp ndio ni nzuri zaidi kupiga afu ina ladha tamu kuliko zingine. Hamna. Hii kinanda kipo katika mfumo wa hesabu. Tutaendelea kujifunza mengi zaidi, endelea kufuatilia Mtambala TV.